habari kama utakavyokuwa umeandikwa katika magazeti yaliyotufikia leo studio kwetu. Na mezani kwangu na gazeti la Mwananchi, na gazeti la Nipashe, The Citizen, gazeti la Tanzania Daima, gazeti la Habari Leo, gazeti la Mtanzania pamoja na gazeti la Majira. Na kwa kuanza nitaanza na gazeti la Mwananchi. Habari iliyopewa uzito wa mbele inasema Rais Magufuli aitosa mialiko ya shilingi bilioni 5. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa 4. Na pia katika ukurasa wa mbele kuna habari nyingine inasema Donald Trump akataa kulipwa mshahara, na aliyekuwa mwanasheria mkuu Zanzibar aibua mazito ya katiba. Habari hii nayo inapatikana katika ukurasa wa 4 na wa 5 wa gazeti la Mwananchi. Na katika ukurasa wa pili kuna habari inasema kampuni za madini zadaiwa kukwepa kodi ya shilingi bilioni 521, na mitandao ya kijamii yasaidia kupatikana gari lililoibiwa. Hatima ya dhamana kesi ya Lema kujulikana leo, Mwananchi limeandika katika kurasa yake ya 3. Na pia katika ukurasa huu kuna habari nyingine inasema Rais ZLS amtaka Shein asisaini muswada wa mafuta na gesi. Na nikielekea katika ukurasa wa 4 kuna habari inasema Rais Magufuli aitosa mialiko ya shilingi bilioni 5. Kitendo cha Rais John Magufuli kukataa mialiko 44 kati ya 47 ya nje ya nchi kimeokoa zaidi ya shilingi bilioni 5, na baadhi ya wasomi waliohojiwa kuhusu hatua hii wametofautiana. Wapo waliopongeza na wengine wakisema kusafiri kuna umuhimu mkubwa kwa taifa. Undani wa habari hii umeandikwa katika gazeti la Mwananchi ukurasa wake wa 4. Na nikirejea katika ukurasa wa mbele kuna habari ile iliyotokea katika ukurasa wa 4 inayosema Rais Magufuli aitosa mialiko ya shilingi bilioni 5. Angalia gharama za angani, ambapo mtumishi wa umma anaposafiri nje ya nchi kikazi hupewa posho zaidi ya ziada kwa safari ambazo atakuwa angani kwa zaidi ya saa 8. Na pia kaangalia katika posho, ambapo wastani wa posho anayotakiwa kulipa mtumishi wa serikali anaposafiri nje ya nchi ni dola za Marekani 400 sawa na shilingi 872,000 kwa siku. Na kitu kingine ni msafara. Maofisa wa kada mbalimbali wanaongozana na rais katika ziara za nje ya nchi wanakadiriwa kufika 50. Na pia gharama za suti, ambapo pia mtumishi wa umma anaposafiri nje ya nchi kikazi hupewa fedha kwa ajili ya kununulia suti. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Mwananchi kwa siku hii ya leo. Gazeti Nipashe katika ukurasa wake wa mbele, NSSF walipana bilioni 10 posho za safari. Habari hii ipo katika ukurasa wa pili. Na pia mikopo ya wanafunzi yapeleka kilio UDOM. Maalim Seif amtaja shetani. Habari hii ipo katika ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa pili Majira imeandika mikopo elimu ya juu yapeleka kilio UDOM. Zaidi ya wanafunzi 200 wanaodahiliwa katika chuo kikuu cha Dodoma UDOM kwa mwaka 2016-2017 wamelazimika kuacha masomo na kurejea nyumbani baada ya kukosa mikopo ya elimu ya juu kutoka serikalini. Haya, Nipashe imeandika katika ukurasa wake wa pili. Na pia NSSF walipana bilioni 10 posho za safari. Trump abadili gia angani. Nipashe imeandika katika ukurasa wake wa 3. Maalim Seif amtaja shetani uraisi wa Zanzibar. Na nikielekea katika habari ukurasa wa 4, ukatili kijinsia wa paa. Kituo cha msaada wa kisheria kwa wanawake kimesema tatizo la ukatili wa kijinsia nchini bado ni kubwa, na kwamba zaidi ya 80% ya wanawake wamefanywa vitendo vya ukatili kwa mwaka huu. Zanzibar wapiga marufuku matangazo ya tiba asili, na kikwazo maendeleo sekta ya mawasiliano chatajwa. Na habari katika ukurasa wa 4 kuna moja inasema walalamikia tumbili kuharibu mazao yao. Na nikirejea katika ukurasa wa mbele kuna habari picha ikionyesha wananchi wakipita barabarani mtaa wa Msimbazi jijini Dar es Salaam jana, kutokana na njia ya watembea kwa miguu kuendelea kutumiwa na wamachinga licha ya serikali ya wilaya ya Ilala kuwataka kwenda maeneo waliotengewa. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Nipashe
kwa siku hii ya leo. Gazeti The Citizen linaandika habari zake kwa lugha ya Kiingereza. Limeipa habari inayosema hasira zaibuka baada ya kutangazwa mpango mpya wa misaada ya tetemeko. Habari hii inasomeka katika ukurasa wa pili. Na pia diploma za ualimu kwa wahitimu kidato cha 4 zasitishwa. Habari hii nayo itasomeka katika ukurasa wa pili. Na katika ukurasa wa pili kuna habari ambazo zimetokea ukurasa wa kwanza, ile ikisema diploma za ualimu zasitishwa, na pia mpango mpya misaada tetemeko la ardhi Kagera waibua hasira. Na habari katika ukurasa wa tatu, wengi waunga mkono hatua ya Magufuli kuzuia uingizaji wa sukari kutoka nje. Na katika ukurasa wa kwanza kuna picha ikionyesha watoto wakichota maji katika bonde la katika wilaya ya Handeni. Na huu ndio muonekano wa gazeti la The Citizen kwa siku hii ya leo. Nikiachana na The Citizen, kuna gazeti Tanzania Daima. Katika ukurasa wake wa mbele kuna habari inasema padri amlipua JPM, asema atamshangaza akisaini muswada wa huduma za habari. Habari hii ipo katika ukurasa wa 4. Na pia polisi wamlinda mtuhumiwa pembe za ndovu, bunge la ikaba serikali. Habari hii ipo katika ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa pili habari Tanzania Daima limeandika Bageni aomba marejeo ya kudumu, na TAMWA yataka sheria kali za barabarani. SGL yawaangukia wanasiasa. Hii ni kampuni ya Simon Group Limited imeomba wanasiasa kuacha kushambulia kila wanapokuwa bungeni, kwa kuwa umiliki wake katika kuendesha kampuni ya usafirishaji Dar es Salaam UDA na ile ya mabasi yaendayo haraka UDAT umefuata taratibu zote. Habari hii imeandikwa katika ukurasa wa pili. Bunge la ikaba serikali. Bunge limetaka serikali kutoa maelezo ya kina ya hali ya uchumi wa taifa, ikiwemo kubainisha hasa deni halisi ambalo Tanzania linadaiwa. Tanzania Daima limeeleza. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa 3. Na katika ukurasa wa 4, mwanasheria ampinga Shein na padri amlipua Rais Magufuli. Huu ni padri wa kanisa Katoliki la Manzese Baptist ni padri wa kanisa Katoliki la Manzese Baptist Mapunda amemshukia Rais John Magufuli kwamba atamshangaza endapo atasaini muswada wa huduma ya habari kuwa sheria, kwani umevurugwa na wabunge. Habari hii imeandikwa katika ukurasa wa 4. Na katika ukurasa wa 5, polisi wamlinda mtuhumiwa. Wakati Rais John Magufuli akijitahidi kupambana na vitendo vya ujangili kwa kumteua Jenerali mstaafu George Waitara kuwa mwenyekiti wa bodi ya shirika la kuhifadhi wanyamapori Tanzania TANAPA, jeshi la polisi linadaiwa kuzima kimya kesi ya shehena ya vipande vya meno ya tembo 156 vyenye uzito wa kilo 211.66. Tanzania Daima limeandika katika ukurasa wake wa 5. Na katika ukurasa wa mbele hapa kuna habari picha ikionyesha viongozi wa serikali, vyama vya siasa na wabunge wakisafiri kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam kwa ndege mpya ya shirika la ndege la Tanzania ATCL ya Bombardier jana. Na hapa anaonekana Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na mkewe Mary, naibu spika wa bunge Dr. Tulia Ackson na kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni Freeman Mbowe. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Tanzania Daima. Na gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, umeme sasa nchi nzima. Habari hii ipo katika ukurasa wa pili. Ongezeko ugonjwa wa kisukari limekuwa tishio, na mapigano wakulima na wafugaji yaua na kujeruhi. Habari hii nayo ipo katika ukurasa wa pili. Ugonjwa wa kisukari limekuwa tishio. Habari hii inatokea katika ukurasa wa kwanza. Umeme sasa nchi nzima. Kuanza kwa utekelezaji wa mradi kabambe wa kusambaza umeme vijijini awamu ya 3 ujulikanao kama Turnkey 3 ambao unafanywa na wakala umeme vijijini REA utaifanya Tanzania bara yote kuwaka umeme ndani ya miaka 5. Haya, mapigano wakulima wafugaji yaua. Habari Leo limeandika katika ukurasa wake wa pili. Na katika ukurasa wa 3, wafanyabiashara wanawake kuwezeshwa kufikia masoko.
Serikali yaongeza bei ya kununulia mahindi. Hii ni serikali kupitia wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula kanda ya Songea imelazimika kuongeza bei ya kununulia mahindi ya wakulima mkoani Ruvuma kutokana na ushindani mkubwa baada ya kuwepo kwa wanunuzi binafsi wengi wanaonunua mahindi kwa bei kubwa. Haya, habari hii imeandikwa katika ukurasa wa 3. Na pia katika ukurasa huu kuna habari nyingine inasema pongezi zatolewa kwa Marekani na samaki kuanza kushushwa bandarini da. Hii ni kauli ya Tizeba. Na habari katika ukurasa wa 4 inasema kikosi cha usalama barabarani cha pongezwa. Fedha za elimu kunufaisha taasisi zinazotoa elimu nchini. Na pia tumieni takwimu za mifugo za NBS kukuza sekta ya mifugo. Na habari leo katika ukurasa wake wa 5 kuna habari inasema kampuni ya ahidi kuboresha huduma za usafiri da. Na wanafunzi Oysterbay wapewa mafunzo ya usalama barabarani. Na pia katika ukurasa huu mfanyabiashara aibuka mshindi bahati nasibu. Na pia vijana 28,000 wasoma VETA kupitia simu zao. Hawa ni vijana zaidi ya 28,000 wamejiunga na masomo ya ufundi stadi yanayotolewa na VETA kwa njia ya simu za mkononi kwa mfumo ujulikanao kama Visomo. Habari hii imeandikwa katika ukurasa wa 5. Na nikirejea katika ukurasa wa mbele kuna habari picha ikimuonesha mkuu wa mkoa wa Ruvuma Dr. Binilith Mahenge akikagua eneo la mto Chiwindi wilayani Nyasa linalotenganisha nchi za Tanzania na Msumbiji ambalo wakati wa mvua hufurika na kukata mawasiliano baina ya nchi hizo mbili. Hivyo kwa sasa huhitaji daraja la kudumu. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Habari Leo katika kurasa zake za mbele. Nikiachana na gazeti la Habari Leo kuna gazeti la Mtanzania Fikra ya Kinifu. Habari iliyopewa kipaumbele nasema Sita aponya majeraha bungeni. Kauli za Mbowe zito zatuma ujumbe mzito. Msiba wa aliyekuwa spika wa bunge la 9 marehemu Samuel Sita umeacha historia ya aina yake kati ya ubunge wa vyama vya upinzani na wale wa Chama cha Mapinduzi. Undani wa habari hii upo katika ukurasa wa mbele na unaendelea katika ukurasa wa 4. SP Bageni apinga kunyongwa hadi kufa. Huyu ni aliyekuwa mkuu wa upelelezi wilaya ya Kinondoni SP Christopher Bageni amewasilisha maombi mahakama ya rufaa ya Tanzania kupinga adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Habari hii ipo katika ukurasa wa mbele nayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Na habari katika ukurasa wa 2 Mtanzania limeandika waziri wa Mkapa azushiwa kifo. Huyu ni aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi katika serikali ya awamu ya 3 ya rais mstaafu Benjamin Mkapa. Balozi Omar Mapuri amezushiwa kifo baada ya kulazwa katika hospitali ya taifa Muhimbili kwa siku kadhaa. Habari hii imeandikwa kiundani zaidi katika ukurasa wa 2. Sumatra kutoa utaratibu mpya. Utaratibu gani huo? Ujipatie Mtanzania katika ukurasa wa 2. Na katika ukurasa wa 3 ukatili wa ngono bado tatizo nchini. Na nikielekea katika ukurasa wa 4 kuna habari inasema SP Bageni. Habari hii inatokea katika ukurasa wa 1. Na Sita aponya majeraha bungeni, nayo yatokea katika ukurasa wa 1. Na habari katika ukurasa wa 5 Mtanzania imeandika Watanzania waaswa kufanya kazi kwa uadilifu. Na pia tumieni teknolojia bora kupandisha ng'ombe. Hii ni kauli ya mkurugenzi. Wafugaji wametakiwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kupandisha ng'ombe zilizotengenezwa kwa teknolojia ya Alshield ambazo zina uwezo wa kupandisha ng'ombe 100 kwa wakati mmoja. Habari hii ipo katika ukurasa wa 5. Na nikirejea katika ukurasa wa mbele kuna habari picha inasema nchi kwanza itikadi baadaye. Naibu Spika Dr. Tulia Ackson akiteta jambo na kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni Freeman Mbowe ndani ya ndege ya shirika la ndege la Tanzania ATCL wakati wakitoka Tabora kumzika spika mstaafu Samuel Sita. Na huu ndio muonekano wa gazeti la Mtanzania kwa siku hii ya leo.
Na nikimalizia na gazeti la Majira katika habari za kitaifa na kimataifa, habari iliyopewa kipaumbele nasema serikali ya JPM yapewa mtihani. Ni kuhusu udhalilishaji wanawake katika mitandao, waomba mchango wao utambuliwe kwa vitendo. Habari hii ipo katika ukurasa wa 4. Serikali yakanusha taarifa kifo cha Balozi Mapuri, na watumishi 5 wafukuzwa kazi halmashauri ya Iringa. Habari hizi zinapatikana katika ukurasa wa 3. Na habari iliyoandikwa hapa chini nasema Kardinali Pengo aiasa jamii, asisitiza uadilifu kazini, uaminifu, weledi na uzalendo. Habari hii ipo katika ukurasa wa 4 gazeti la Majira. Na katika ukurasa wa 2, Kitwanga achangisha milioni 28 ujenzi wa sekondari. Huyu ni mbunge wa Misungwi mkoani Mwanza, Charles Kitwanga. Juzi ameongoza harambee ya ujenzi wa sekondari ya Nyamahinza na kukusanya shilingi milioni 28, mifuko 226 ya saruji na nondo 2. Na Majira katika ukurasa wake wa 2 kuna habari nyingine nasema kampuni ya Simon Group yajibu hoja ya Mdee, na pia UVCCM Kilimanjaro wampongeza Magufuli. Na katika ukurasa wa 3 serikali yakanusha taarifa kifo cha Balozi Mapuri, na pia watumishi 5 wafukuzwa kazi halmashauri Iringa vijijini. Halmashauri ya wilaya ya Iringa vijijini imewafukuza kazi watumishi 5 kutokana na makosa mbalimbali ikiwemo utoro na ubadhirifu wa fedha za wananchi. Na katika ukurasa wa 3 Majira imeandika kivuko Magogoni cha kusanya shilingi milioni 17 kwa siku 5. Hiki ni kivuko cha Magogoni kimekusanya shilingi milioni 17 kwa siku 5 kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kutokana na huduma za kusafirisha abiria, mizigo na magari kwa kutumia kivuko cha MV Magogoni na MV Kigamboni.